Hello, Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Karibu katika siku ya tatu kati ya siku 26 za kujenga daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Na daraja letu likiwa ni Kristo mwenyewe kwa kutumia ishara, maajabu, miujiza aliyoifanya Yesu Kristo. Tunatumia vitu hivyo kuweza kuunganisha maana iliyokuwepo katika Agano la Kale na namna Kristo ambavyo alikuwa akiyafanya katika Agano Jipya. Yaani akitumia ule mfumo wa Agano la Kale kuweza kuelezea mfumo wa Agano Jipya. Mpendwa katika Bwana. Sasa katika somo la leo nataka tukaangalie kwa habari ya wakoma 10. Kutakaswa kwa wakoma 10. Naam. Basi kwa majina yangu naitwa Brian Frank. Napenda kukaribisha katika channel yetu ya Trust the Gospel, tuamini Injili. Wakati umekwisha. Kama hujasubscribe, uweze kusubscribe ili uweze kupata video mara kwa mara pindi tunapozi-upload. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Basi twende tukaangalie Luka 17 mstari wa 11 mpaka ule wa 19. Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Huyu ni Yesu akiwa anaelekea Yerusalemu, akapita katikati ya Samaria na Galilaya. Kinatokea nini? 12. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma, wakasimama mbali. Kwa sababu gani? Wakoma walikuwa hawaruhusiwi kuingia au kuchangamana na pamoja na watu ambao ni wazuri, kwa sababu ukoma ulikuwa ukiambukiza. Sasa 13. Wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Hawa watu wakapaza sauti kumwambia Yesu, Bwana mkubwa, tunahitaji rehema yako, tunahitaji uturehemu. Kwa sababu gani? Wameshasikia habari za huyu Yesu, kwa habari ya uponyaji, ishara na miujiza. Sasa Kristo Yesu anataka atufundishe kitu gani kupitia fundisho hili la wakoma 10? 14. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Mpendwa katika Bwana. Hapa ndipo tunapoanza. Yesu Kristo baada ya hawa wakoma kwenda kwake akawaambia enendeni. Walipomwambia tu Bwana mkubwa, Yesu uturehemu, akawaambia enendeni kwa makuhani mkajionyeshe. Nao hapa watu walipokuwa wakienda wakatakasika. Tunaanza kuangalia kwa nini kwanza Kristo aliwaambia endeni kwa makuhani. Anaturudisha kwenye Agano la Kale. Anaturudisha kwenye kitabu cha watumishi, kitabu cha mambo ya Walawi, hasa ule mlango wa 13 au ile sura ya 13 kuanzia mstari wa 2 mpaka wa 17. Tutasoma mistari michache tu kuanzia mstari wa 2 na kuendelea. Anasema, mtu atakapokuwa na kivimbe katika ngozi ya mwili wake au kikoko au kipaku king'acho, nalo likawa pigo la ukoma katika ngozi ya mwili wake, ndipo atakapoletwa kwa Haruni kuhani au kwa wanawe makuhani mmojawapo, kwa wana wa Haruni au mmoja wa wana wa Haruni ambao walikuwepo ni makuhani. 3. Na huyo kuhani ataliangalia hilo pigo lililo katika ngozi ya mwili, na kwamba malaika yaliyo katika hilo pigo yamegeuka kuwa meupe, na hilo pigo kuonekana kwake limeingia ndani kuliko ile ngozi ya mwili wake, ni pigo la ukoma hilo. Anasema itakapokuwa kuhani akiangalia, akiona lile pigo, kile kitu ambacho kimemtokea, zile nywele za kwenye mwili zimeonekana kwamba ni nyeupe na ile ngozi imeingia ndani kidogo, pamebonyea, maana yake inamaanisha hilo ni pigo la ukoma. Huyo mtu ameathirika kwa ugonjwa wa ukoma. Anasema ni pigo la ukoma hilo, na kuhani atamwangalia na kusema kuwa yu mwenye unajisi. Kisha kuhani akishamwangalia, ndipo atasema huyu mtu ni najisi, yani ni mtu ambaye amechafuka. Manake najisi haruhusiwi kukaa pamoja na watu wengine. Ndio maana hawa wakoma walipomwona Kristo walikaa mbali, kwa sababu sheria ya ukoma ilikuwa inasema mtu mwenye ukoma ni najisi kwa wengine. Kwa hivyo anatakiwa ajitenge, akae mbali na wengine. Mstari wa 4 anasema Mstari wa 4 anasema na hicho kipaku king'acho kwamba ni cheupe katika ngozi ya mwili wake, na kuonekana kwake si shimo la kuingia ndani kuliko ngozi, na malaika yakageuka kuwa meupe, ndipo kuhani atamweka mahali muda wa siku 7 huyo aliye na hilo pigo. Hapa anasema kama ikionekana
Hayo malaika ni meupe, lakini hiyo ngozi haijaingia ndani. Kuhani atamchunguza huyu mtu, maanake kumchunguza, atamtenga, atamweka mahali siku kwa siku 7. Mstari wa 5 anasema, kisha kuhani atamwangalia siku 7. Baada ya hapo atamwangalia siku 7, naye akiona kuwa pigo limeshang'aa na pigo halikuendelea mbele katika ngozi yake, ndipo kuhani atamweka mahali kwa muda wa siku 7 tena. Baada ya kumweka siku 7, akamwangalia, akaona pigo haliendelei tena, yani kile hakitanuki, ule ukoma maana ulikuwa ukisambaa, akaona lile pigo halisambai. Mwisho wa siku anachokifanya ni nini? Ni kumtenga tena, ni kumweka tena siku 7 zingine, maana yake anakuwa na siku 14 za kuendelea kumwangalia. Anasema kisha siku ya 7 kuhani atamwangalia tena, na tazama, ikiwa hilo pigo limeanza kufifia wala pigo halikuendelea mbele katika ngozi yake, ndipo kuhani atasema kuwa yu safi, ni kikoko, naye atazifua nguo zake, kisha atakuwa yu safi. Mpendwa, sasa kuhani baada ya kumwangalia siku 7 akaona kile kitendo kimeisha, ndipo ambapo huyo kuhani atarudi, atasema hicho tu ni kiwewe, wala si shida yoyote, si ukoma. Ndipo ambapo huyo mtu atazifua nguo zake kama kujitakasa, kisha ataingia katika kundi pamoja na watu wengine. Manake unajisi wake utakuwa umeisha hapo. Tazama, kitu ambacho Kristo Yesu alichokuwa akiwaambia hawa wakoma ni hicho, kwamba waende kwa makuhani, waende kujionyesha kwa makuhani. Kwa nini waende kujionyesha kwa makuhani? Kwa sababu ilikuwa ndiyo Torati, ilikuwa ndiyo sheria, ilikuwa ndiyo amri kwa mtu mwenye ukoma, kwa mtu ambaye ana ukoma kwenda kwa kuhani, ili kuhani amchunguze. Akisha mchunguza, ndipo ambapo atampatia ruksa eza kujitenga au kuweza kukaa pamoja na kundi kwa muda wa siku kadhaa, ambapo akimchunguza atarudi kwenye kundi lake. Lakini kilichofanyika ni nini? Kilichofanyika katika Yesu alipoambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani, wale walipokuwa wakienda walitakasika. Kwa hivyo walishajijua tayari, utakaso ulishatokea. Kwa hivyo kulikuwa hakuna tena haja ya kuhani kuweza kuwathibitisha kwamba wametakasika, bali kitendo alichokuwa akienda, Biblia inasema walikuwa wametakasika. Sasa angalia kinachotokea. Nitarudia kusoma tena mstari wa 14. Anasema, alipowaona aliwaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Kwa hivyo walikuwa tayari katika process ya kwenda, ule ukoma uliondoka. Kwa hivyo kumbe walikuwa tayari wameshakuwa na utakaso tayari wa ukoma. Kwa hivyo akiwa yanamaanisha nini? Kulikuwa hakuna haja tena ya ukuhani wa kimwili au ukuhani wa wanadamu kuweza kuthibitisha utakaso wao, bali utakaso wao uliwashuhudia kwamba ukoma umewaondoka. Mpendwa katika Bwana, mstari wa 15 anasema, na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Tazama mpendwa, baada ya hawa wakoma kuwa wameenda, lakini huyu mmoja alipoona kwamba amepona, yeye hakwenda kujionyesha kwa makuhani, bali alishajua amepona, akajua neno ambalo limetamkwa juu ya uponyaji wake, nani aliyemponya. Akarudi kwake. Alipofika kwa yule mtu, akawa akimtukuza Mungu. Mtu mwenyewe ni nani? Ni Yesu Kristo wa Nazareth. Akarudi akawa akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akishangilia juu ya uponyaji wake, akimshangilia Mungu juu ya uponyaji wake, akijua kwamba Mungu amemkumbuka. Mstari wa 16 anasema, akaanguka kifudifudi miguuni pa Yesu, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Pendwa katika Bwana, hapo angalia hicho kitu. Huyu mtu alikuwa ni Msamaria. Mpendwa, tumejifunza kwa habari ya Wasamaria katika kitabu cha Wafalme wa Pili 17 kuanzia mstari wa 1 mpaka 41, wakati tunajifunza kwa habari ya yule Msamaria mwema ambaye alimsaidia yule mtu ambaye alikuwa amepigwa, aliyekuwa anatoka Yerusalemu anaelekea Yeriko, ambapo makuhani hawakumsaidia wala Walawi hawakumsaidia. Sasa kumbe katika hawa wakoma 10, mmoja wapo huyo mkoma alikuwa ni Msamaria. Maana yake ni mtu ambaye alikuwa hashiki Torati, ni mtu ambaye alikuwa hafati sheria, ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa kutengwa, ni mtu ambaye anaonekana ni najis katika taifa la Israeli, katika wana wa Yakobo alikuwa ni watu najis, hawa watu wa Samaria. Huyu mtu alikuwa ni Msamaria. Alianguka kifudifudi miguuni pa Yesu, akamshukuru Kristo. Baada ya kumshukuru Kristo,
asante kwa ule uponyaji, asante kwa hiki kibali. Alikuwa ni Msamaria. Kwa hivyo hakufungwa na Torati, hakufungwa na ile sheria katika kujua utukufu wa Mungu. Huyu mtu hafungwi na Torati ya Musa katika kumhudumu Mungu, katika kwenda mbele za Bwana, bali alipojua tu kwamba aliyemponya ni nani? Ni Mungu, na kwamba ameponyeka, hakusubiri tena kuhani athibitishe kwamba ameponyeka. Hakusubiri tena namna ya mtu mwingine amthibitishe kwamba ameponyeka, bali Roho wa Mungu akamshuhudia kwamba yeye ametakaswa, yeye amepona, yeye ni msafi. Naye akaja kumshukuru Mungu kwa ajili ya kibali hicho, kwa ajili ya neema hiyo, kwa sababu Torati ilikuwa ikimake limit kwamba ili mtu aweze kuwa ametakaswa itakiwa aende kutengwa siku 7, achunguzwe kwanza, akionekana tena amepona, achunguzwe tena siku zingine 7, ziwe siku 14, ndipo azifue nguo zake na aweze kutakaswa na aweze kukaa katika ule utukufu wote pamoja na kundi zima la Israeli. Lakini yeye hili jambo halikuwa kwake ni kifungo, hakutegemea kuhani aweze kutakaswa. Kumbe kuhani alikuwa yupo pale mbele yake, ambaye yeye amekwisha kumhesabia haki kwamba amestahili na ametakaswa vilivyo. Mstari wa 17, Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Akasema, hawakutakaswa wakoma 10? Mbona niliwatakasa wote 10? Wale 9 wameenda wapi? Mpendwa katika Bwana, angalia, wale 9 wote wameenda katika namna yao, lakini mmoja tu ndiyo ambaye Roho wa Mungu alimshuhudia kwamba ametakaswa na kuponywa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa hafati Torati, alikuwa hafati ule utaratibu. Kristo Yesu anamaanisha neema yake, ukombozi wake, nguvu yake na kibali chake kikisha ingia kwa mtu, ule utakaso umeshafika. Kuna haja gani tena ya kuanza kuthibitishwa kwa mwili wa mwanadamu mwingine ili uweze kujua kama umetakaswa? Mstari wa 18, je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Anasema hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu. Ndiyo anayejua kwamba Mungu ndiyo anayemtakasa, Mungu ndiyo aliyempatia nafasi, Mungu ndiyo aliyempatia kibali. Ni mtu mgeni. Hawa wengine walikuwa ni wa Israeli, hawa wengine walikuwa ni watu wa Torati, hawa ni watu wengine ambao wamekuwa wameshika sheria, hawa ni watu wengine walikuwa wameenda katika sheria. Lakini Kristo Yesu anaondoa ule mfumo wa ukuhani wa kiwanadamu, anaacha ukuhani wa kiungu. Katika Waebrania 4 ukisoma ule mstari kuanzia wa 13 mpaka ule mstari wa 15, anazungumza kwa habari hakuna kuhani mkuu awezaye kuchukuliana nasi katika hali ya udhaifu wetu. Makuhani wa kiwanadamu hawakuweza kuchukuliana nasi katika udhaifu wetu, hawakuweza kuujaji udhaifu wetu, lakini yeye Kristo alijaribiwa sawa sawa nasi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Anasema basi tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tukapate rehema na neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Huyu mkoma wa Kisamaria akakikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Kwa sababu gani? Kristo Yesu ndiye aliyemtakasa. Huyu ndiye ameweza kuchukuliana naye katika hali ya udhaifu wake wa kutokuwa na sheria, wa kutokushika Torati, ule udhaifu wake wote wa kuwa ni Msamaria, mtu wa nje kabisa ya system, lakini akatakaswa. Hivyo akarudi akakikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili aweze kupata rehema na neema ya kumsaidia wakati wa mahitaji. Rehema gani? Rehema ya kuweza kutakaswa dhambi zake. Neema gani? Neema ya kuendelea kuishi katika utukufu na wema wa Mungu. 19 na mwisho, akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Angalia, Kristo Yesu anamwambia huyu mkoma wa Kisamaria, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Kwa sababu gani? Umeamini kwamba umetakasika, hivyo umetakasika. Na hilo ndio tofauti kati ya imani na sheria. Sheria inataka mpaka ukathibitishwe na wanadamu kwamba umetakaswa, lakini imani na kushuhudia kwamba mimi nimetakaswa kwa hili neno la Kristo, nimekuwa safi, nimekuwa ninathibitishwa, nimekuwa katika wema wake. Mpendwa katika Bwana, katika kitabu hichi cha Luka 17 mstari kuanzia 11 mpaka 19 tunajifunza nini kwa habari ya kujenga daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya kwa habari ya imani ya kuponywa? Tunajengwa kitu hiki kwamba katika imani Kristo Yesu, unapoomba jambo lolote, anasema uamini kwamba umelipokea nalo litakuwa la kwako. Kwa sababu gani? Unalolisema lolote katika Mungu, katika Kristo Yesu, hilo jambo limepata kibali. Hiyo ni Marko 11 kuanzia mstari wa 23 mpaka mstari wa 24. Mpendwa, sasa kinachotokea ni nini? Katika Torati ilikuwa ikitegemea mtu aweze kukuona
ili aweze kukuthibitisha kwamba wewe umetakaswa, kwamba wewe ni mzuri, kwamba wewe umevikwa nguvu. Mpendwa, katika kuhani ndiyo aliyekuwa akisubiri kwamba wewe uthibitishwe kwamba umepona ukoma au hujapona ukoma, akuchunguze katika namna hiyo ambayo ilikuwa haiko sahihi katika imani. Katika imani ilikuwa ikitegemea imani ya mwanadamu juu ya kujua uponyaji wa Mungu uko vipi. Hivyo wakoma wengine wakaondoka katika njia zao wakitegemea kuthibitishwa, kwa sababu wamefungwa na sheria. Lazima nifike kwa kuhani nijionyeshe kwamba nimestahili, kwamba nimetakaswa. Lakini katika huyu Msamaria ambaye yeye hana torati, alitegemea uwepo wa Mungu, alitegemea nguvu ya Mungu. Yule aliyemponya ndiye aliyemkimbilia. Hivyo mpendwa katika Bwana, Kristo Yesu akiwa anahamisha ukuhani wa kimwili akihamisha katika ukuhani wa kiroho, yani ukuhani wake yeye Kristo Yesu, ambaye huo ukuhani katika yeye alijaribiwa sawasawa na wewe, alijaribiwa sawasawa na mimi, wala hakufanya dhambi. Hivyo anatujua vizuri sana, ametuchunguza vizuri sana, anatujua kututakasa vizuri, anatujua kutuondolea uovu wetu ndani ya muda mfupi, ndani ya dakika moja, kwa kila aaminie. Mpendwa katika Bwana, ndiyo fundisho kubwa ambalo liko mahali hapa juu ya uponyaji. Mpendwa katika Bwana, natumaini video hii imekuwa ni ya baraka kwako, na video nyingine inayokuja itakuwa ikihusu namna gani Kristo Yesu amekuwa ni kuhani mkuu, namna gani Kristo Yesu amekuwa ni kuhani mkuu. Yaani ukuhani wa kiwanadamu umeondoka na ukuhani wa kimwili na ukuhani wa kiroho umekuja. Ulikuja katika mfumo gani? Tutaenda kuangalia. Mpendwa katika Bwana, natumaini video hii imekuwa ni ya baraka kwako, na kama imekuwa ni ya baraka kwako, usisahau kulike, kucomment, kushare na watu wengine ili waweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapozi-upload. Neema ya Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.